Kwa michuano kama hii kupoteza nafasi nyingi kwake kimekuwa so strange, ndo alitamka hivyo. Ameshangaa. Sio tu unashangaa, lazima ushangae sana. Unajiuliza pale what happened kwenye michuano kama ya knockout. Unajua kupoteza nafasi nyingi. Kwa sababu unategemea kutengeneza nafasi ngapi? Utegemea kutengeneza nafasi nyingi. Kama vile umeona Gaborone, yani kama kwa mtu ambaye haifahamu Simba, wakikaa kwenye TV hivi unaweza kusema hao wenye upe hao ndio wako nyumbani hapa. Kwa sababu Simba walikuwa wamewekwa kwenye cramp namna hii. Kila wakipumua wanapumua kama samaki, unapumulia huku na huku. Jinsi jamaa walivyokuwa wamecheza vizuri, wacheza vizuri sana. Yaani walifanyia kazi zoezi. Na bahati nzuri nimemsikia mwalimu hapa anakuambia walicheza without no fear. Na hicho ndio kitu kikubwa sana. Yaani kwa walikuwa kwenye zero pressure. Kwamba okay, let's play the game. Yaani wherever itakavyokuwa. Na ndio kitu afikiri kimewafanya kuwa better sana kiwanjani. Simba bado inaonekana ina shida nyingi technically. Inawezekana kwenye mchezaji mmoja inawezekana wakawa hawana shida kubwa. Lakini technically nafikiri wana shida kubwa. So kuiunganisha hiyo inaweza ikawa pia ni sio jambo rahisi. Kwa sababu alikuwa na mwezi mzima lakini Misri. Sasa huo mwezi mzima alikuwa nao nani? Na sasa hivi timu iko mikononi mwa nani? So unaweza ukaona kwamba ni mtihani mkubwa, sio? Lakini kuna jana nilivyokuwa nawatazama wale Simba. Kuna maeneo mengi sana walikuwa wanafanya makosa. Katika eneo ambalo kwangu niliona lilikuwa lina shida kubwa kwao, ilikuwa ni eneo la midfield. Mwalimu alimuintroduce Morris ambaye jana alikuwa superb sana. Yes. Alifanya vile ambavyo huwa mimi natamani kumuona yule Morris wa national team. Na jana pia nilikuwa naona alikuwa anasema na movement nzuri sana. Kagoma alifanya kazi yake sasa. Shida yangu mimi ilikuwa kwa yule Kante. Yule Kante ndio shida yangu ilikuwepo pale. Kwa sababu nafikiri kwangu mimi Kante kama walikuwa wanamuassess vizuri kwenye benchi, nafikiri Kante hata dakika 20 hakupaswa kumaliza.